chill bro. Kama bwana, mimi na enjoy siku ya leo umefika hapa kwenye sherehe kuweza kumsupport kwenye sherehe ya Dibal na mtoto wake, au sio? First of all, ningependa kupiga na wewe story kuhusiana na kile ambacho kilitokea jiji la mawe au Mwanza moja. Kuna kitu ambacho umekifanya ambacho ni unyama sana. Niseme kwamba kile kitu ambacho ulikifanya Mwanza na Ichibaba, unafeel kwamba au unafikiri kwamba ni kitu bora kuliko collab zote ambazo zimewahi kufanyika hapa kwetu? Muda ukifika nitazungumzia, lakini kwa sasa hivi tuzungumzie kwanza birthday ya mtoto wa ndugu yetu. Bwana, mimi ningependa leo ndugu yangu uweze kunisupport, cause support yako nilikuwa nahitaji kwa muda mrefu, lakini kama hivi nilivyoongea, samahani sikupatishi, lakini nimekwambia muda sahihi ukifika kuzungumzia collab tutazungumzia. Kwa muda wote tuzungumzie kwa sherehe ya kijana ya mtoto wa mwenzetu. Sawa. Naishi kwenye birthday ya mtoto. Wewe ni mtu ambaye ni celebrity, mtu mkubwa kwenye tasnia ya muziki hapa kwetu kati, si ndio? Na always umekuwa ni mtu ambaye unafanya vizuri. Hii ni special invitation au ilikuja kwako kawaida? Kwanza Dibale tucheza wote mpira. Tulikuwa wote, tulisoma pamoja. Okay. Na pia kila mtu ni star kwa engo zake, ni star kwenye mpira, mimi ni star kwenye mambo ya muziki. Kwa kikubwa niseme kwamba mwaliko ulikuja, aliongea na uongozi ukasema yes natakiwa uende usupport mwanao. Ndio kama hivi mnavyoniona hapa. Sawa. Upo very smart. Umependeza kwanza juu hadi chini, dread zipo black. Umetumia gharama ya bei gani bro? Kwenye gharama uongozi ndio unajua hilo. Mimi sidhani kama nina uwezo wa kujua hilo kwa sababu sasa hivi tunasimamia sana kwenye uongozi. Okay. Okay, kitu kingine ambacho mimi napenda kufeel. Dibal ni mtu gani kwa upande wako? Cause unapokubali mwaliko means kwamba yule mtu ni mtu fulani hivi kwa upande wako ambao huwezi kutaka kumwangusha. Dibal kwa upande wako anasimama engo gani? Dibale nikisema kwa upande wangu kwanza au kwa upande wa jamii. Okay. Dibale ni mtu mkubwa hapa kwetu. Okay. Yaani hata kama asingekuwa mtu fulani kwangu, okay, kwa ukubwa alionao kwenye engo yake, okay, lazima ningekuja mzee wangu. Waambie neno mashabiki zako ambao wanasubiri hichi ambacho kinaendelea mtandaoni na hichi cha leo. Waambie neno moja bro. Mimi kwa sasa hivi siweza kuongea chochote kwa sababu bado sipo kwenye masuala ya kazi zaidi. Hapa nimekuja kwa sababu kumsupport rafiki yangu. Mtoto wake ameneza umri wa miaka mingine kadhaa. Pole ni kumbukizi ya mtoto wa Dibale. Tumekuja kumsupport. Tuongelee tu kumbukizi ya mtoto wa Dibale. Party after party, party after party, na nipo na mnyama mbuzi la mambuzi. Tunaishi kizazi. Bwana, mtoto wenu amefikisha mwaka, jamaa yako ambaye leo ndo anasherehekea birthday ya mwanae. Unamwambia kitu gani kwa sababu yuko hapa na tunaishi naye? Au na muendelezo tu mzuri wa haya mambo kwa sababu ukishajiwekeza kwenye haya mambo lazima uwe na muendelezo. Kwa hiyo asichoke kuendelea na muendelezo wa kumsupport kijana kwa sababu naamini sisi kipindi ambacho tumekuwa sisi wazee wetu hawakuwa na huo muda wa kuwekeza nguvu sana kwa sisi. Yeah. Lakini kwa sisi kare ambayo imekuja sasa hivi tuna muda mwingi wa kufikiria watoto wetu kuliko chochote kile. Kwa hiyo ni mwambie tu awe na muendelezo mzuri wa kuendelea kumfikiria kijana wake. Kuna kitu ambacho ningependa tuchill, sema leo umeniambia haupo kikazi, tutachili next time ukinipa nafasi, cause wewe ni mtu una deal sana na nafasi na na respect hicho. Kuna ngoma mpya nimeiona ambayo imeenda English sana, afu kuna maududu mengi, tutaongelea tu ukinipa nafasi ya kuongea na wewe. Lakini waambie neno mashabiki zako hapo kwenye party na wanaona wanavyo celebrate. Mashabiki tu wao kikubwa waendelee kusupport. Vitu vingi vinakuja, bado tunaendelea kupambania Bembe to the world. Na kikubwa vitu kama hivi waendelee kuongeza sababu hilo linatufanya tujulikane kwamba sisi tuna vitu vyetu. Kwa kikubwa niseme tu watu ambao wanaendelea kuenjoy kwenye party ya Dibale mtoto wake, waendelee kuenjoy na mbuzi na mambuzi nimeshafika watafurahi. Bro, shout out sana, nimependa unachokifanya kusupport. Hii ni sherehe ya Bembe na wewe ni mtu ambao unapeleka Bembe to the world. This is shout up, tunaenda wote mikono juu. Nashukuru kwa support. Pamoja kaka.